kupitia kile ambacho nasikia kukuambia leo, kwa sababu naamini maisha yana mambo mengi. Unavyoanza hatua, unaanza hatua katika umri ambao unakuwa ni mdogo. Unafika sehemu unakuwa na hatua zile ambazo unatamani kuziona zikifanya kitu ndani yako. Lakini hata siku moja haijawahi kuwa rahisi kwenye maisha mtu kufanikiwa. Haijawahi kuwa rahisi. Na bado haitakuwa rahisi pia kwa mtu kufanikiwa. Na tunasema unapotakiwa kuvuka hatua au kutembea mwendo mzuri, ni lazima uache uliokuwa nao. Uache ulivyokuwa navyo. Usogee kwa mwendo wa gharama, uchungu, machozi, pengine hata maumivu. Kuna namna unaweza ukao unaishi namna ambavyo unafikiri kwamba ni sahihi, lakini inawezekana kuishi unakoishi ndio matokeo ya namna ambavyo unakuwa. Na inawezekana pia ukatakiwa kupata mabadiliko kwa namna ili kukuleta wewe katika mfumo mwingine mpya wa maendeleo. Na elewa hili kwamba kunapotokea tatizo kuna maana mbili. Tatizo liko kukuinua ama kukushusha chini. Kuna namna unaweza ukajikuta kupitia matatizo unapanda, lakini pia inawezekana kupitia matatizo ukashuka. Tunasema unapoanza mwanzo wa imani au unapoanza mwanzo wa mafanikio ya mtu yoyote, kuna hatua zake. Na ndio maana nimesema kuna muda lazima utakubali kuacha baadhi ya vitu, na kuna muda lazima utakubali kuvichukua baadhi ya vitu. Kila kitu ambacho kinatokea kwenye maisha kina maana kwa historia. Na wanadamu wengi wanaangalia vitu vingi ambavyo wanaviangalia. Hata wewe hapo una vitu umehakikisha kwenye kichwa chako kwamba vinatakiwa kuwa vya kwako. Una mambo ambayo hata sasa yanakutesa. Pengine sio ya lazima sana wala sio ya muhimu, lakini yanakutesa tu. Inawezekana ikawa ni njaa. Sio ya muhimu sana na sio ya muhimu sana, sio ya lazima. Lakini inawezekana ikawa ni maisha, umechoka tu kwa namna ulivyo. Pengine ikawa ni watoto, mali na vitu vingine vingi ambavyo inawezekana vikaa kwenye mfumo huo. Hakuna mtu ambaye haoni vitu vizuri. Kila mtu anaona vitu vizuri. Ila kuvichukua vitu vizuri kuvifanya kuwa vyako ndio kazi. Hakuna mtu ambaye hapangi mipango. Kila mtu anapanga mipango, ila kuifikia mipango ndio kazi. Kila mtu anahakikisha amefanya jambo fulani. Nilikufundisha siku moja. Unapogundua pana hasara mahali, maana yake pana shida mahali. Na unapogundua pana faida mahali, maana yake pana mafanikio mahali. Na lengo ni wewe kuhakikisha mfumo wako unakaa kwa namna unavyotakiwa kukaa kwenye nafasi yako. Ndio maana nilifundisha sana hiki kitu. Una duka la shilingi milioni 1. Unafanya matumizi na services zako za milioni 2. Hilo haliwezi kukua. Fanya unavyofanya, labda hiyo kwa mkono wa Mungu. Unafanya biashara yako ambayo inakuingizia kiwango cha shilingi 2,000 kwa siku kama faida. Unafanya matumizi yako kwa namna unavyotumia 4,000 kwa siku. Hapo utasema mengi. Kufanikiwa itakuwa ni ngumu. Unapoona shoti yoyote kwenye eneo fulani, pana madhara pale. Pana sababu, pana kosa lilifanyika. Na unapoona faida mahali popote, pana kitu kipo. Unajua kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ameumbwa na tamaa. Kuna jinsi tamaa yako inaweza isisubiri muda ikatumia ulichonacho kuziba. Ila matumizi ya kile ulichonacho yakaharibu kitu kingine, kwa sababu hautakipata kingine kupitia tamaa uliyokuwa nayo. Kuna muda unaweza ukadhani kuacha nywele kukua ni madhara au ndevu, lakini hauna mia ya kununulia wembe. Unielewe vizuri. Ukalazimisha namna unavyotazama na watu kwamba sio poa, ila ukanunue 100 ya mtaji, unyoe nywele alafu uharibu mtaji wako. Kinachotuua wakati mwingine ni namna tunavyotazamwa na watu, sio tunavyotazamwa na Mungu. Na vile tunavyoishi kwa nafasi fulani. Kila mmoja anapanga mipango, hata mtu. Kila mmoja ana mipango yake. Ila ukiangalia kuanzia tumeanza mwezi wa kwanza mpaka saa hizi, mipango ishavurugika mingi. Na kuna muda mimi nakaa tu najishangaa. Kuna mtu anaweza kulipa hela ya mkopo kila siku 1,000, akashindwa kujitunzia yeye 1,000 kila siku kwenye maisha yake. Anaweza kwenda kukopa deni la milioni akalilipa kwa muda mfupi, lakini hawezi kukaa na milioni mfukoni. Huyu anaumwa huyu. Tena magonjwa mengi. Kuna shida kwenye nafasi zetu. Na hata ukituangalia kuna tatizo kwenye mfumo. Sio kwamba ni rahisi sana kufika. Kuweka mipango ni rahisi sana, lakini kuifikia mipango ni gharama. Kunahitaji mwendo wa ukamilifu ambao umejaa hekima na busara za kimungu katikati ya kila kitu. Matumizi sio shida. Ni kweli kwamba kuna wakati tunagombana kwa ajili ya matumizi tu. Mimi nimekwambia leo nina 1,000 tu. Wewe unaniambia 1,000 haitoshi. Ni kweli?
Kwamba kuna muda unaweza ukatoa zote ulizonazo, mpe mpaka na mtaji, mle afu mkae. Unanielewa eh? Na kesho tuone tutakula nini. Kwa sababu kuna muda unaweza ukasema mimi siwezi kujibana, kuna wageni na nini. Wageni watakula hicho kinachotakiwa. Usijibane kupita kawaida. Piga hesabu zako vizuri kichwani uone. Mungu anasema, Mungu ananiambia, walio wengi Mungu amewapa, ila wana lafu kwenye matumizi. Ile sio uongo, ni kweli. Tuna lafu kwenye matumizi. Na niwaambie, ili tulijenge kanisa bora, tunahitaji kuwa na hekima na akili. Na tusiishi kama wanavyoishi wengine, tuishi kama tunavyotakiwa kuishi. Ni kweli kwamba kuna muda wa kusifiwa na binadamu, lakini sifa za wanadamu zinapuuzwa. Na muda mwingine zinachoka. Sifa za wanadamu ni kama mapoozo tu. Zinaweza zikaanguka na kushuka, wala hazina maana. Kwa hiyo kuna muda ni kweli unaweza ukatafuta umaarufu na sifa kwa machoni pa watu, lakini pia inawezekana isikusaidie. Kwa sababu bado mwanadamu anaweza kukusifu mahali anapoona umepanda, lakini pia anaweza kukukataa mahali anapoona umeshuka. Piga hesabu wewe kichwani kwako. Kama unaweza kulipa deni la mtu, maana yake una uwezo wa kutunza fedha. Kwa nini unashindwa? Kwa sababu una tamaa, hamna jibu lingine. Yaani ukikaa na kitu mfukoni mwako kama unajua ni cha kwako, huwezi kukiacha, lazima utakitumia tu. Unapozungumzia mipango na maendeleo, unazungumzia bajeti kamili ya maisha kamili ya kwako, ambayo itaruhusu mfululizo wa mambo yanayokuhusu wewe tu, sio mambo yanayomhusu mwingine. Kuna muda mtu anaweza akasema wewe ni mjinga sana, lakini hajui unachofikiri. Nadhani unanielewa vizuri. Kuna kitu Mungu anataka utengeneze leo, ili tupate nafasi ya kuwa na maendeleo ya kitu fulani kwenye maisha. Tulishazungumzia habari ya mambo ya ujenzi na vitu vingine. Tunahitaji fedha. Hiyo fedha sio ya kutoa mtu mmoja, ni ya kila mtu. Unapozungumzia uwepo wa nafasi ya maisha ya ushindi, unaanza na fikra na mtazamo wako mwenyewe, na kile ambacho unaanza kukiandaa wewe. Ndio maana nasema nazungumzia hatua za maendeleo. Maendeleo yoyote hayaji rahisi, yanakuja kwa ugumu. Ndio maana hapa kuna mipango ya watu wengi ilikwisha kufa. Wengine walishakana kwenye huduma wakaombea sana ikafa. Wengine wakachukua na huduma nyingi imekufa. Hakuna kilichoendelea. Kuna muda hautaki kugundua kosa lako liko wapi. Unataka kuona Mungu akikukuza tu bila kujua unatakiwa ukuzwaje. Kukuzwa hakuji kwa kuwa unatakiwa kukuzwa. Unatakiwa uache rekodi za kukua kwako ili wengine wajifunze kupitia wewe. Kwa hiyo huu ni ukweli kabisa, kuna mambo yapo. Ndio maana nasema ni kweli. Hata kama mtaniambia, mtanisema, ila watu wanaoongoza kwa ukua na umaskini ni waombaji. Kwa sababu hawana akili ya uombaji. Wanafikiri Mungu anataka nini kwenye nafasi zao. Wanajua kuomba tu, hawajui kufikiri. Maombi ya mwenye hekima ndio yenye majibu. Maombi ya mjinga ni kama upepo. Na kama unabishi, fanya uchunguzi. Wana maombi wengi ndio wanaongoza kwa kuwa maskini duniani kuliko mtu mwingine. Sio kwa sababu hawana Mungu, kwa sababu hawana akili na hawajui wanayemuomba. Kuna kitu kinapungua kwenye nafasi zetu. Kuna kitu hakiko sawa kwenye nafasi zetu. Kuna namna tumepungua kwenye nafasi. Wala Mungu yuko kwenye hili halaumiwi. Mungu huwezi kumlaumu kwenye hili. Huwezi. Huwezi kumlaumu kwa sababu ni kweli kuna muda unamwomba Mungu milioni. Milioni Mungu amekupa leo, unaipiga alafu unaimaliza, kisha unakuja muombe tena. Waliopewa kidogo kuna muda walikitunza kile kidogo, wakajua thamani ya kile walichopewa. Ni kweli kwamba Mungu hutupa, lakini Mungu huachilia baraka kwa kila mtu kwa wakati. Ndio maana hata nyie mnakiri kwamba Mungu hawai wala hafanyi, hachelewi. Kuna namna tunatakiwa tusimame kwa kujua nini Mungu anataka. Mimi nasema siku zote, ukiongoza mtu mwenye akili au ukiongoza mtu mwenye hana akili, anatakiwa awe na akili kama wewe. Ndio maana ya kuongoza. Na kama unaongoza wewe huna akili, basi watu wote unaoongoza watakuwa hawana akili. Kwa sababu unaongoza mbumbumbu. Wote watakiwa wawe kama wewe. Ndio kawaida. Tunapozungumzia habari ya maendeleo, tunazungumzia mipango kamili kwa kila mtu, ambayo lazima iendeshe. Tulishasema, amka mapema, fanya kazi zako mapema, usiogope kuchoka. Kuchoka ni moja ya sehemu ya maisha ya kawaida ya mwanadamu. Wewe ni nani usichoke? Wewe ni nani? Kama kina Daudi walichoka, wewe ni nani usichoke leo? Ni vitu vya kawaida kabisa kuchoka. Maumivu ni vitu vya kawaida kwenye maisha, ni vitu vya kawaida kabisa. Wala usiogope, hatari ni vitu vya kawaida kabisa. Muombe Mungu tu kwenye zile hatari zako zisikupate. Basi usogee mbele. Hakuna mpango wowote utaupanga hapa utafanikiwa pasipo kuchukua hatua. Haupo. Na hatua yote unayochukua ikiwa na kosa lolote, hiyo huo mpango wako umekufa, hautafanikiwa. Kwa sababu katika mipango yote ambayo unapanga, mipango yote ina hatua zake. Na kosa lolote litakalojitokeza katika mpango wote ambao umeweka mbele, lazima huo mpango uanguke. Ndio kawaida. Umepanga sijui kuolewa na mchumba wako sijui ukoje ukawa na kiburi. Maana yake kosa ni kiburi, uolewi. Mfumo wa nafasi ya target yako ni kuishi namna unavyokuwa.
Inawezekana uko unatamani kuolewa na mchumba wako ni mpole, wewe unaongea sana. Kosa ni maongezi, umeachwa. Maneno ya maisha yanaweza kukusababisha ukapiga hatua. Ni kwani umeanzisha biashara yako, sio una biashara ya mchicha, sio biashara ya Chinese. Mafungo 2000 kila siku, unakula buku 2 leo, umekufa mtaji. Maana hutafanikiwa katika kile ambacho unakipanga. Utakuwa unajiuliza tu, mbona nauza sana? Lakini katika kuuza kwangu mbona sioni ninachokifanyia? Una lafu kwenye matumizi. Na niwaambie tu, hapa kila mmoja ana nafasi yake. Kuna wengine unajua Mungu ametumba design. Kuna wengine Mungu ameomba ni wepesi kutoa. Kuna wengine ni wazito, akitoa hata 2000 analia. Paka anaumwa. Yaani hata michango utasema michango ya sherehe wanaumwa. Yaani unamuona kabisa mtu alivyo mzito kwamba paka ndani anasikia moyo unaumia. Kwa sababu hakuumbwa kutoa, yale umbwa tu kukusanya. Kuna wengine ambao sio shida. Yaani vitu kama hivyo kwao sio tatizo. Kila mmoja ana nafasi yake kwenye maisha yake. Mwingine ni kweli ni mtoaji lakini ana wizi. Aachi wizi. Yaani ni kweli anatoa lakini anaiba pia. Anatoa huko anaiba. Anatoa ila anaweza kutoa lakini ni mwizi pia. Tatizo. Kosa lako ni wizi, ndio maana ufanikiwi. Ni kweli unatoa sadaka ile ni mwizi. Jamani, kila mpango unaoweka mbele, kila mpango unaupanga kwenye nafasi yako, unahitaji kuwa na ukamilifu. Usione watu wanatembea hivi. Hapa kama ingekuwa ni mipango tu tunafanikiwa, hakuna mtu angekuwa hivi hapa alipo. Jamani, sina sema kweli. Hapa kama ingekuwa ni mipango tu, unajua saa hizi nalima eka zangu 10, nikishaambiwa nanunua bajaji. Kuna mtu angekuwa anatembea kwa mguu. Lakini kuna watu wamelima heka 10 wamevuna debe. Kuna kosa. Kuna mtu amezila kabisa, amesema bwana nikafanya biashara. Na kwenye biashara pia hawezi, na kwenye amekula hasara. Kwa hiyo unabaki tu ukae tu jinsi ulivyo. Nilishangaa kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia amemuoa mke wake. Mke wake ni wa kukaa tu nyumbani. Nikasema dunia hii kuna mwanamke ni wa kukaa tu nyumbani. Akasema yeye anakaa tu nyumbani kwa sababu ana mume na watoto. Anakaa tu nyumbani. Nikamwambia anakaa tu nyumbani, akasema yeye poa. Sio shida. Kuna watu wanakaa tu nyumbani saa hizi. Amejaribu kufanya hiki kashindikana, akafanya hiki kashindikana, akafanya hiki kashindikana, kama watu akae tu nyumbani. Yaani wewe hata mbinguni wewe hata kishuka tu Yesu leo akuchukui, unaenda kufanya kazi gani? Maana wewe hata kufikiri huwezi. Usifikiri mbinguni vinaingia vinyonge. Mbinguni wanaingia watu wenye kuweza kutatua matatizo. Sio wenye kukaa tu akikero na kitu wanazila. Unataka kuwa na nguvu ya kufanya maamuzi kwenye kila jambo unalofanya. Ni lazima nikwambie, anza kufuatilia. Ni kweli kwamba pana uadui. Pana shida kwenye nafasi zetu, lakini pia pana namna tunaishi. Unajua kuna wakati Mungu hawezi kukupa kwa sababu unachoyo. Unaelewa ile? Ni muombaji, lakini unachoyo ndani. Kwa hiyo huwezi kupokea kwa sababu unachoyo. Na nielewa. Nimeona watu wengi wakizeeka wakiwa vile vile. Mtanisema tu waombaji, kama mpo leo mtanisema tu, lakini ndivyo ilivyo. Nakubali leo kusemwa na nyie. Nakubali. Kwa sababu ndivyo ilivyo. Sawa? Nahamisha, narudisha uchumi wangu. Unakuja? Kuna watu wako vile vile kwenye maisha. Sio kwamba Mungu hatupi jamani. Wala sikatai maombi. Nakubali kabisa maombi ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia. Lakini mwombaji ana akili. Kwanza kuna mwombaji mwingine ni mwombaji na amefungwa. Yeye mwenyewe kafungwa, yeye mwenyewe anaomba. Hajafunguliwa huko anaomba. Na ndio wala ukikutana na watu ambao wana uwezo wa kuomba kama kina Ayubu, wale wanajua wanachoomba. Akisema utajiri, unakuwa utajiri. Akisema fedha, inakuwa fedha. Hata kina Paulo walikuwa ni waombaji wazuri, lakini hawakuwa na madeni kama sisi. Unanielewa vizuri eh? Kuna jinsi inakuwa. Soma vizuri kitabu cha Matendo ya Mitume. Uangalie namna Paulo anavyomtuma Timotheo kwenye kitabu cha Timotheo, nafikiri. Anamwagiza nani? Anamwagiza nani? Anamwambia na mtuma mtoto wangu au mwanangu umhudumie kwa kila kitu ambacho atakidai, afu nikija nitakuja kulipa. Sasa kama hana hela angesema atalipa. Sasa kuna mahali tunaenda, tunafika sehemu tunaridhika. Tunasema hivi, baba anasema, heri walio maskini, maana hawatauona ufalme wa Mungu. Wewe ukiomba sana kwa majibu hayaji, unabidi ukubali hali yako, si ndio? Lakini sio kweli. Sio kweli. Na ukiona waliopata wanasema wote wenye magari na majumba wote na jehanamu. Au hujui Mungu ameandika nini kwa kila mtu. Sio kweli. Na niwana nimesema kuna vitu vingine hatuingii mahali Mungu anataka tuingie. Tunaingia mahali tunataka tuingie wenyewe kwa kuwa tuna vitu tunatamani kuviona. Lakini ukweli ni kwamba kuna mambo Mungu alikwisha fanya kwenye nafasi yako. Hekima ya Mungu ni kukuongoza wewe kuwa na kitu kwenye nafasi yako. Ndio maana nikasema msikilize Mungu. Wewe kama kuna namna mwambie Mungu kwa nini sipati, Mungu atasema na wewe. Kama bado muda atakwambia mwanangu subiri muda
Bado. Kama unalima vibaya atakwambia unalima vibaya. Rekebisha kilimo chako, unalima hupalii. Wewe unapenda sana kutumia watu bila kutumika mwenyewe. Kila kitu ni kusonta, vingine fanya mwenyewe. Kuna mambo kwenye maisha ambayo ni lazima yawe vile unavyotakiwa yawe. Lakini niliwaambia, hapa kila mtu anaota utajiri hapa, kila mtu. Na leo nimekuja kusema ili tu hatua za maendeleo na wewe ujue. Maana inawezekana tukao tunalaumiana hapa, kila mtu anamlaumu mwenzake. Haviji rahisi kama unavyodhani. Ingekuwa ni mipango tu, hakungekuwa na maskini duniani. Kuna watu wamezeeka saizi, ukiwaangalia wamezeeka. Ukiuliza babu ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Ulikuwa kuwa kijana? Nakwambia niliwahi kuwa kijana. Kuna mtu atakwambia mwanangu mimi kosa langu ni moja tu. Niliwahi kupata hela za machimbo, nikatafuta limdada, likaziiba zote. Anakosa. Anajuta, tuanze kipindi cha hajawahi kupata tena. Hatusizungumzie hayo. Mwingine atakwambia tu alikuwa na lafu kwenye matumizi. Mwingine atakwambia aliwahi kuumwa. Mwingine atakwambia namna mbalimbali. Njoo muulize mtu aliyefanikiwa, mishemishe zake kapita wapi. Ndio maana kwa wasio na akili wameona tu aende kwa shetani wakachukua hela, wewe wanamlipa. Wanamlipa maisha. Yaani unaenda kwa shetani, unamlipa maisha, wewe anakupa kwa sababu umekosa akili. Lakini Mungu wetu ana uwezo wa kukupa. Huwezi kufanikiwa tu jamani kwa haraka. Huwezi. Nilikwambia siku ile, huu ni wakati wa kula viazi. Muombe Mungu tu akupe tumbo bora, lisiume. Sasa hao wanataka kula nyama kama wanavyokula wengine, kuku shilingi 40, mtaji wako ni shilingi 40, unaenda kutupia kwa kuku mmoja. Baba, unifanye kama wengine. Sio sasa. Tunataka tujue hatua. Tunapofikiria habari ya nafasi ya maendeleo au maisha bora, yanaletwa na gharama za watu ambazo zimepigana kwenye nafasi zao. Unapotaka kupiga hatua, ziko gharama, yako machozi. Kuna wakati wa kutembea katika kile ambacho unatembea nacho. Ukiangalia namna ambavyo tunatembea sisi, kuna vitu tunaviacha nyuma. Sawa? Na ndio maana nilizungumzia sana somo la baraka sana. Nitaka ujue, kubarikiwa ni rohoni na mwilini. Kubarikiwa ni hatua. Kubarikiwa sio kubaki ulivyo. Kubarikiwa ni kujaa maendeleo, kujaa mabadiliko kwenye roho na mwili. Huko ndio kubarikiwa. Sasa kama tunabarikiwa tuko vile vile, sisi tunabarikiwa nini? Maana sisi tunalaaniwa. Hatuna tulicho nacho. Fedha na dhahabu si mali ya Bwana, tunaamini. Na kuna watu walivipata. Daudi alivipata, Suleimani alivipata. Ukiangalia kina Yeroboam walivipata. Wewe ni nani ukose? Kuna namna tu imekuwa kwenye mifumo, imekuwa na ndivyo ambavyo imekuwa kwenye nafasi zetu. Na mimi naamini kitu kimoja, mtu yoyote anaitwa mtu wa Mungu ni brighter. Ni mtu mwenye uelewa na maarifa makubwa sana kichwani, na ni mtu anayetegemewa. Ndivyo ninavyoamini mimi. Sasa kama wewe ni mtu wa Mungu afu huna ambacho kinakutegemea, wewe bado sio mtu wa Mungu. Sasa hilo nakataa, kaka, nakataa. Kataa. Lakini huu ndio ukweli. Kuna namna natakiwa uwe tegemezi kwenye nafasi. Wewe ni mshauri, ni mtatuzi wa mambo yaliyoshinda wengine. Waombaji tupo. Na kuna wengine mpaka tumvi tumeanza, bado hawajapata, anasema baba nakusubiri. Na anakuambia kabisa utasubiri sana, maana kuna kitu umekosa. Kinachotukosesha sio namna tuko. Daudi alipoingia kumwomba Mungu kwa habari ya kosa la mvua, aliomba sana. Alipoona hakuna majibu, aliuliza Mungu kwa nini? Unanielewa? Mtu umeshafanya maombi sana, nakataa niliona, nakataa umaskini, nakataa nilivyoomba, nakataa. Utakataa mpaka unavyokula. Lakini haubadiliki. Kinachotakiwa kukufanya mabadiliko ni namna unavyotakiwa uweke utulivu. Maana Mungu akikupa utulivu, utaomba kwa utulivu pia, kwa kujua nini Mungu anataka kwenye nafasi yako. Unanielewa? Tulishakataa sana hali tulizonazo. Si hata wewe umekataa. Tushapinga sana hali tulizonazo, zimetuacha. Tunazo bado. Tunahangaika nazo, tunaanguka nazo, tunainuka nazo. Tunalala nazo, tunaishi nazo. Tunakwenda nazo, tukienda nazo, tunarudi nazo. Yaani hatuna pa kuzitua. Na kwa namna ulivyo nafikiri unaenda kumtulia nani ya vibebe. Utahangaika nawe mwenyewe. Nani ukamtulia mizigo ulionayo? Maana hapa hata kuna mtu anakuambia kaka tubadilishane. Wewe mimi nakwambia siwezi kukubali. Siwezi. Maana kwa kawaida mwanadamu anataka faida. Mwanadamu yoyote anapoingia mahali anataka faida. Ukiona watu wanakupenda sana, wewe una faida nao. Na ndio hiyo ni kawaida kabisa. Kataa au kubali. Hiyo ndio maana. Na ukiona watu wanakukataa sana, wewe una faida. Na hata wakipungua wewe, yani hawatapati hasara. Yani watu wanavyonikataa, hauna faida.
Maana inawezekana kuna mwingine anapendwa sana na watu, una faida ya umbea. Hata umbea una faida zake. Kuna namna watu wanakupenda tu, lakini sio kwamba watakulisha. Iko siku watakukataa. Maana kuna mambo ambayo hayapo kwenye maisha. Tupige hatua tukijua kuna kitu Mungu anataka ndani yetu. Kama kanisa tunawaza yaliyo mazuri, lazima tuwaze kuchipuka, tusiwaze kudidimia. Unanielewa eh? Ndio maana tunasema ni ukweli kabisa, waombaji wengi tunafika sema tunakata tamaa kaka. Tunakata tamaa. Kwamba baba anasema heri walio maskini maana watamuona Bwana. Baba nimechagua kuwa maskini. Hapo ushakataa hali yako, umekataa, umeona vimeshindikana, basi inabidi tu ukubali. Kuna namna unatakiwa uwe kwenye mfumo. Mimi nimeshasema siku zote. Kwanza sitaki kupita njia ambayo wanapita wengine. Nataka nipite njia yangu. Ili nijue njia yangu ina nini. Katika namna, penda kuweka rekodi katika mambo unayoyafanya. Ili ufahamu kosa lako na faida zako. Kwenye namna unavyoishi, kwa jinsi ambavyo unakaa. Unajua, fedha inaweza ikawa ni milioni 10, lakini hasara yake inaweza kuwa 1000 tu. Ikakuingiza kwenye hasara na ukajikuta umedidimia mazima, usinyenyuke. Lazima ujue ni namna gani unaishi. Lazima ujue ni namna gani unatakiwa kuwa. Lazima ujue ni namna gani unatakiwa kwenda. Unanielewa? Kuna kitu Mungu anataka tufanye, kuna kitu Mungu anataka tutende tulipo. Kwa sababu hata tunavyoanguka, huanza kidogo kidogo sana. Na tunavyoinuka pia huanza kidogo kidogo sana. Kila kitu kinaletwa na sababu fulani kwenye maisha ambayo tunakuwa nayo. Lakini tunakubali kwamba pana hatua, kama tunaamini tumebarikiwa. Maana yake tunaamini tuna movement. Tuna uwezo wa kuwa na kitu kingine kizuri kwenye maisha tulionayo. Waombaji tupo. Mimi kwanza kwa wengine naambia hata msiniombe. Sasa naomba nini? Kwa sababu kuna muda mwingine unaona kabisa hata anachokiomba hamna anachoomba. Kuna namna nyingine unatakiwa kukaa. Muombaji anatakiwa, yani mimi naamini kabisa. Na waombaji leo mnisikilize tu. Muombaji yoyote anatakiwa kuwa na akili. Uombe ukijua unaomba nini, Mungu anataka uombe nini. Ndio maana Biblia imeandika ukweli kwamba hatujui tunachoomba, hatujui. Si Biblia imeandika kwani ni mimi? Mimi nasema, mimi namalizia na kazia tu, lakini Biblia ishasema hamjui kuomba. Na hata mkiomba mnaomba kwa tamaa zenu, ili mkipewa mtumie kwa tamaa zenu wenyewe. Sema, baba nionyeshe mtaa mzima wanijue mimi ni nani. Wajue kwamba mimi nina Mungu. Ili na wengine hapo walijidai eti wanamjidaia Mungu kama vile wanamjaliwa sawa. Baba, nipe, ukinipa itakuwa ni kwa ajili ya matumizi yako. Mungu anajua kabisa sio kwa ajili ya matumizi yake. Kakupa mara ngapi hujatumia kwa ajili ya Mungu? Kakupa mara ngapi? Hapa kuna watu walisubutu wakaenda wakamwambia tena, Mungu ananiambia msikilize, muangalie wewe. Baba, ukinipa milioni laki ni ya kwako. Mungu anasema nilimpa buku 100 tu amekula. Hata anamtega Mungu. Mungu anasema simpi, sio tu buku, hata 100 simpi. Tulie wewe. Unajua Mungu, siku zile ulinipa ile milioni, niliingilia tu na roho mbaya. Hata hivi nikikupa utaingiliwa na roho mbaya, maana hujui kujidhibiti. Lakini ukweli ni kwamba tunatakiwa tujue, mtu yoyote ambaye ana mkono wa neema fulani, ana mkono wa utoaji, huyo amebarikiwa sana na namna yake pekee. Ana jinsi anaweza kutembea kwenye mwendo ambao hawezi kutembea mtu mwingine. Kuna namna Mungu anataka ujue wewe ni nani. Na ndio maana nimesema kuna wakati mwingine wewe jipigie hesabu kama upati fedha. Mbona kuna wakati unaweza kulipa madeni yote? Kuna watu walikuwa wanakudai mamilioni, yale umelipa yote baba, umelipa yote, una hata 100 unayodaiwa. Manake una uwezo wa kutunza fedha, unao. Kinachokushinda, unashindwa kujidhibiti. Kuna sehemu unashindwa kujidhibiti. Kuna mtu akikuta kitumbua anacho, andazi analo, si mguu bata anao. Yaani hata ameshiba vingine anashika mkono hata hali. Hivi unaelewa Tuna lafu. Kuna vitu vingine paka vinaoza ndani hatujavitumia na tuvinunua. Unanikatalia hili? Jiangalia, hata kuna wakati ulinunua mwindi wa kuchoma paka umekauka. Yaani jirani yako hata ana bata, hata kumpa bata hujampa na uliununua. Hili ni tatizo kwenye nafasi zetu. Unapenda kuwa na vingi. Ushawahi kufunga Kuna mtu ashawahi kukaa kwenye mfungo wa siku 2-3. Unasikia hamu. Ukikuta majani ya msusa unatamani. Majani ya matembele unatamani. Ukikuta sijui peremende unatamani. Maana umepita na usiombe ukapita sokoni. Na kumbe utakula kitu kimoja tu au viwili. Kazi imeisha. Ukipita sehemu ukiona tu friji unakumbuka soda ya baridi. Yaani kuna mambo mengi unakuwa nayo. Ukishindwa kujidhibiti, huwezi kupata maendeleo. Maana yake maendeleo yanakuja kwa gharama. Maendeleo ni kujinyima muda mwingine. Maendeleo kuna hali unatakiwa kuwa nayo kwenye mfumo ili upige hatua. Huwezi kupiga hatua ukiwa hivyo hivyo. Huwezi. Umepita saluni, umo.
Tena hauchagui msuko rahisi, unachagua kama yule. Dada nipambe kama yule, anakuambia 1,500,000. Hela usiwaze, kama anavyosemaga kaka kule. Usiwaze. Jamani msiwaze. Wewe piga. Kumbe hela yenyewe ndio tumekupa ukaanze mtaji. Na ulivyo mkali tukikwambia, umenipa hela unisimange. Tukae tu kimya. Ule ukizimaliza ukae nyumbani. Mambo mengine ni namna tunavyotakiwa kwa. Lakini mipango yoyote haifanikiwi pasipokuwa na akili. Tunamhitaji Mungu. Tunahitaji kumuuliza Mungu pia kwa nini tunafeli. Nimesema tunahitaji kuyapata mabadiliko kivyo vyote kwa mwili na roho. Unanielewa Maana tuna Mungu. Kama tuna Mungu, kwa nini tunaishi hivi? Kama tuna Mungu, kwa nini tunakaa hivi tunavyokaa? Maana yake pana shida mahali fulani. Unaamini uwepo wa Mungu, si sawa? Unaamini neema ya Mungu, si sawa? Unaamini baraka za Mungu, si sawa? Kwa nini uko hivyo sasa? Kuna mwombaji mwana msauzi. Mwombaji msauzi kabisa, yani amejenga msauzi. Mwombaji kama upo naomba unyoshe mkono nikufahamu kabisa. Nyumba za waombaji nyingi ni zile za sawa? Wanajenga wanaunga tu vyumba. Hao ndio waombaji. Sawa? Wakiona msauzi wanasema jamaa amejiunga. Kuna wengine wana akili. Jamani waombaji si watukani, nasema ukweli. Eti nyie mna Mungu. Mna Mungu nyie? Mbona nikiomba mapepo yanatoka? Mapepo, unatujidea mapepo. Pepo kitu kidogo sana hicho. Kuna namna yuko sema Yesu hakuwa na nyumba, bora hata mimi naka kibanda. Kuna namna umekata tamaa kwenye maisha yako. Kuna jinsi unaona tu inaita shida. Haya, mwombaji anayemiliki hoteli. Mwombaji sema kaka Chazi anakuja na waombaji. Leo nataka ndili na waombaji tu, hatua za maendeleo. Maana hili na nyinyi linawahusu. Sasa kaka wewe si uko tu hapo mbele unakulaga na sadaka. Unatoa shilingi ngapi wewe? Tunatoa shilingi ngapi? Kwa mwezi umetoa shilingi ngapi hapa? 100 inatosha mimi kujenga msauzi. Kuna mambo ambayo kwenye nafasi yetu ni kawaida tu. Vipo vitu. Bando la msauzi, wale wanaonunua msauzi, shilingi ngapi bando la msauzi? Lakini na ngapi? Kwa huko kwetu lakini si 50, si 500. Bando hiyo. Sema si bora niweke tu single tuwili. Weka. Mahali ulipojenga, umejenga ka single kako kadogo. Tena ukamwambia mpiga bati usikanyenyue sana ili habari ya bajeti za bati. Kuna mwingine amefumua kama hoteli. Kwa hiyo akitoka wanadhani kanyumba kako ni kaachoo. Kumbe ni nyumba ya kama mtu. Baba unaniambia majumba yote yatabomoka. Hadi kako katabomoka. Kinachotakiwa ni kujenga. Unajua tusiweke fikra jamani na mawazo ya kufikiri vitu vingine. Tujue mipango, tuweke utaratibu mzuri wa kutafuta. Mimi kuna watu na wananishangaza hapa. Wananishangaza. Yaani kuna muda nikiangalia kina mama naona ni wazee. Kina mama pale kuna wakati anasema mwanangu miguu inauma, nakuja unamuombea. Kesho shamba. Ni kijana kabisa damu bado mbichi. Amelala. Asubuhi analala, mchana analala, jioni analala. Afu akifika kaka una buku hapo. Nikupe buku, umefanya kazi wewe. Kuna unasema Biblia inasema roho mbaya ni kitu kibaya. Sio roho mbaya, katafute na wewe kama ni roho mbaya. Unamsikizia tu mwenzako na roho mbaya, hata wewe unayo. Wewe umewapa ngapi? Umewapa ngapi? Maana mtu akisaidia atakiwa asaidiwe. Na anayesaidiwa ndio anayesaidiwa. Yesu anasema kila unachotenda ndicho utakachotendewa. Lile kipimo kile mnachowapimia wenzenu ndicho mtafanyaje? Mtapimiwa. Huu ni ukweli kabisa, kuna mambo yanatakiwa tubadilike, lazima tuone. Tumuulize Mungu kwa nini tuko hivi. Tutapata majibu Kwa nini tunaishi katika hali hizi? Vingine ni kweli shetani yuko juu ya nafasi zetu kwa sababu tumempa nafasi. Huo ni ukweli, mimi sikatai. Kwamba usione mtu sio ufanikiwe kwa sababu una shetani, sio una Mungu. Shida ni kwamba una shetani, hauna Mungu. Kaka tangua kauli sitangui. Huo ndio ukweli, ndivyo ilivyo. Kwa sababu wote wenye Mungu wana mafanikio. Na sio ya roho tu, hata ya mwili. Na huo ni ukweli. Tunahitaji hatua, changamoto zipo, vita zipo, ni kweli kabisa, magumu yapo, lakini sitangui. Na ukiangalia tulio wengi tuna wivu, fitina na umbea. Ndio tulivyo navyo. Tukikaa kwenye vijiwe, tukikaa kwenye maeneo ya maombi, tunafikiri kusema watu tu. Unaona yule jamaa
Amejiunga chama juzi yule. Yaani Mungu akirudi atavyowateketeza. Atavyowateketeza. Kama wewe unabaki. Kwa sababu na wewe kwenye chungu na wewe umo. Wewe mwingine ana roho mbaya tu. Mwingine ana wivu, hutaki kuona wenzako wamefanikiwa, wamepata. Hutaki kuona wenzako wana namna fulani nzuri. Nimesikia wengine wanapigia ndio kwenye michango, mwenzako akitoa tu roho inamuuma. Ni kweli na wewe mwenyewe pengine uliomba vibaya, ukomba Mungu akupe unayefanana naye, umeomba libaba, Mungu amekupa lichoyo. Kwa hiyo ukitoa linanuna. Wewe ni mtoaji. Kila siku vita. Ukitoa mume wangu, kale kanyama uliko nunua jana ametokea wageni. Kwa hiyo kaapa wote. Sijawahi hata kuonja. Umeolewa na mchoyo, maana yake lazima na wewe uwe mchoyo. Vingine paka vinachacha, paka ukivinusa hivi vinatoa harufu ndio unawagawa wenzako. Yaani wewe vizima uwapagi, paka viharibike. Mtajaribu kutumia kama kitawashinda mtamwaga, mimi tukakumwagia siku baadaye ukamwage mwenyewe. Ni ukweli kwamba hujui kutoa vilivyo vizuri. Na ndivyo ilivyo. Kwenye maisha huwezi kufanikiwa, kuna mambo mengi unahitaji. Kwanza hautakiwi kumfikiria mtu kwa ubaya. Ishi kwa kujiangalia wewe na Mungu wako. Ishi kwa kumwamini Mungu. Unataka kumwamini Mungu kwanza kuliko kuamini kitu kingine. Muamini Mungu kwanza, alafu watu wengine watakuja baadaye. Waombaji wenye mafanikio ni wale ambao wanamjua Mungu vizuri, ambao wamepata neema ya kuwa na Mungu kweli. Hao ndio wanaofanikiwa. Ile tulio wengi tunaomba vibaya huko. Tunaomba vibaya. Na ili kaa uchukue leo la kwako kwenye mfumo wako. Nenda kufuata ukapata marekebisho. Kuna namna iko, kuna jinsi Mungu anataka tusimame tupige hatua fulani. Lakini hatuwezi kuzipata hizo hatua pasipo gharama, hatuwezi. Kama hautaki kuchoka mama, huwezi kujikomboa kwa ulivyo leo. Hutaki kuchoka baba, huwezi kujikomboa. Wewe unachukia changamoto zikishatokea tu kazini umezila. Sijui umepata kichombo chako kinaharibika ukitembea pale ambaye umezila. Zila. Lakini hata kama Mungu anasema leo anakuja kuchukua watakatifu, hivi tunakuweka fungu gani? Si hata mbinguni ukichoka kuimba utazila wewe. Tunakuweka wapi? Eti mtu anayezila unamweka, hata kama unamweka wapi? Maana mbinguni nikwambie kitu, hata wazembe hawaendi. Kwa mzembe tu, yani mambo yako unafanya kiovyo ovyo, taratibu, sio mtu wa kujali muda, mbinguni uendi. Kaka sasa ana mambo mengi. Huo ndio ukweli. Mungu anasema anataka kuchukua watu perfect, watu sawa. Watu ambao akisimama wanaonekana wanawaka mwanga. Wanawaka ule vimulimuli vya ushindi. Wanajua kila kitu kwao ni faida. Hatuwezi kukaa chini tukamuuliza Mungu tunatakiwa tufanye nini? Tulio wengi kwanza tunaiga, hata kazi tunaiga, biashara tunaiga, uchumi tunaiga, na vitu vingine pia hata tunavyoviga hatuwezi tukapambana na zile changamoto zinazokuweko. Unanielewa vizuri eh? Yaani kuna muda unasema vitumbua vinalipa. Unajijua kabisa kwamba hujui kuwajibu wateja vizuri. Unaanzaje kupiga vitumbua? Maana vitumbua ni uteja, ni maneno. Amekuja mteja mara achome yake achome. We dada, kama unanunua, kama utaki weka kichomeo changu, timka. Anasema hela ni yangu. Anaweka kichomeo anatimka. Aya, kula deli mama, kula. Hawezi kuongea vizuri, unaongea umezoea kufokea kama unavyofokea mke wako. Sasa wengine tunakuja na hela zetu, tunahitaji kauli nzuri ili tufanyeje? Tununue. Umejibiwa vibaya unanunua. Sasa ukija hapa unawapa waombaji kazi, jamani waombaji. Jamani waombaji, deli langu lililala jana. Waombaji bila kujua hata kama wana majibu mabaya, wanaweza kuombea deli. Unaelewa eh? Wanaombea mtaa. Badala ya kuombea wewe una majibu mabaya, wanaombea deli na mtaa, kesho vinalala vyote mpaka na jiko. Unajua ukiuza mara moja mara mbili kinachotokea hujauza unazila. Bila kujua changamoto iko wapi. Kuna wengine wamefungua maduka, mteja amekuja, bwana mimi nina haraka, bwana mimi nakula. Bwana mimi nina haraka, bwana mimi nakula. Kama vile kanunue sehemu nyingine, anasema poa. Sio kwamba atanunua tu leo sehemu nyingine, ndio amehama. Anahamia huko. Maneno, kauli. Nimekwambia kila kitu kinakosa, ndio maana kinaishi hivyo. Mahali popote vitu vivyote unavyoviona vinatokea. Yaani mipango tunapanga sana, ila utekelezaji wa mipango ndio mgumu. Tupo mliobarikiwa mpo, sema tupo, ila bado mimi sijaona baraka bado. Ila baraka za Bwana zitamwagika muda sio mrefu. Na wenye kuzichuma wanachuma. Na ule ukweli.
kwamba tunahitaji kupiga hatua. Ndio maana nimekuambia mimi mwenyewe hapa nilikuwa nafikiria vya kwangu. Sawa, ninaamini kwamba Mungu ametupa nafasi ya kuishi vizuri na lazima tuishi vizuri. Tule tunavyotakiwa kula, tunywe tunavyotakiwa kunywa, na tukae tunavyotakiwa kukaa, lakini tusimkosee Mungu basi. Kwenye haya Mungu anataka kutuhesabia yaliyo mazuri. Lazima uwe mwaminifu kwenye kazi zako, uchumi wako, maisha yako, uwe mtu wa muda. Utafanikiwa sana. Tambua kosa lako. Elewa kwamba shetani anakudhibiti wapi kwenye maneno. Kila ukiingia kwenye biashara, mteja, kama tumeshindana bwana, wewe nenda. Mali ni yangu na fedha ni yako. Mteja anasema poa. Ulivitoa kule ili upate fedha, sio upate mali. Umevitoa kule uvibadilishe, kuwa na kauli nzuri. Naelewa? Muda mwingine tunaombaga samani wafanya biashara tunajuana Kuna muda mwingine unajikuta umepaniki na mteja naye ana paniki. Una paniki yote. Mnashinda tu mzichole. Yeye ana hela au una mzigo. Lakini kuna muda unaona kabisa kwa kuwa nataka hela. Ngoja bwana, hebu yaishe. Sema sasa kibinadamu una shingapi, unasemaje? Unajua umenijibu vibaya, nisamee. Maneno hata mwenyewe unayo mabaya, ila mimi yangu tu yamezidi, nisamee. Hata cheka hapo utamchekesha nini basi twende nipelekee mzigo wangu. Unampelekea mzigo wake, biashara imeisha. Si ndivyo tunavyoishi Kwa kawaida kila kitu kina nafasi. Wewe kaa pale kijiweni nuna. Nuna tu, siku amua kununa kama una huduma. Nuna tu. Tunaenda umenuna tu. Uone kama unapata wateja. Tutafika hapa tutaombea, kumbe mwenye shida ni wewe. Baba anunuluke. Ukinunuluka tunapata wateja. Tutaombea vyombo sana. Kuna muda mwingine tunafika. Huyu nafikiri ni shahidi. Mimi kuna wakati tunaweza tukaingia kwenye huduma. Ukifika kabla ya kwanza kwamba unauliza kwanza mgonjwa. Shida nini? Unajua mimi nilikanyaga kama mwiba tu. Shida ni mwiba. Nilikanyaga mwiba tu. Huo mguu usione umekuwa mkubwa, ni mwiba. Baada ya hapo nikaenda hospitali, wakanipiga x-ray, wakaniambia sina tatizo. Baadaye wakanikamua, lakini kila wanavyokamua mguu, baada ya saa moja au siku mbili mguu unavimba tena, maji yanakuwa yale yale. Baada hapo nikaenda nikafanyia operation sehemu fulani, lakini baada ya operation pia nimerudi, hali ni ile, sijana tofauti. Shida ni mwiba, tunapima ukubwa wa mwiba na ukubwa wa tatizo. Hivi kwa mwiba unaweza ukawa unafua maji ndani? Hamna. Pata kwa pana shida, kaa kwenye maombi, unamwekea mkono pale, unamwombea dakika 2, amepona, anaenda. Mwingine anakuambia shida nini? Unasema mimi niliibaga kuku wa mtu, unajua kumbe shida ni mwizi. Sasa tutafute uliomuibia, tumuombe msamaha, tukuombee hali ishi. Au kama unemjua ulimkosea, nenda ukamwombe msamaha. Mambo ni rahisi tu. Kanisa tunaelewana? Waombaji tupo, msiseme kakachezi ukitoka tu hapa tunakupiga mawe leo tumalize mchezo. Unasema jifunze kuishi kwa kujua wewe ni nani na unataka nini. Unajua kuna mtu ni mjinga hapa, anaweza kuzaliwa Ikulu. Una akili kabisa wewe. Ningekuwa nimezaliwa Ikulu mimi, ningekuwa leta maji yanakuja. Yaani kuna muda mwingine wa kujivunia ulipozaliwa. Sawa, kuna kimwanamke hapa kimeshamkodolea mkaka fulani kwa sababu ana hela, akiowe. Hata mna upendo. Basi tu akumalizia matatizo. Yaani huna akili hata hiyo. Kuna shoti kwenye akili yako, na hata ukiolewa hiyo ndoa haikaliki. Kuna watu wengine wana mateso. Usione haya majumba yameficha vitu vingi sana. Ni siri za watu hizi. Dunia ina mambo mengi. Mimi nasema mimi nampenda mtu ambaye anapenda kuanza chini. Anza kufikiria changamoto zako na kuziondoa. Mimi sikuwa sijuti hata siku moja simlaumu babangu kunizaa. Hata kunilea alivyonilea, kama alikulea kichoyo poa. Maana leo ushajua uchoyo ni dhambi, inabidi uache. Unaelewa? Ulilelewa si mkonzi ndio sehemu ya nafasi ya maisha yako. Kila kitu kwetu kilikuwa changamoto, ni sawa. Tumeishi kwenye mifumo hiyo, lakini leo tuna sababu ya kuishi tunavyoishi. Kila kitu unajua. Kuna muda mwingine uliingia, ukafika sehemu umepewa mbuzi, ukawalisha, ukafika sehemu kwenye shamba la mtu unajua kabisa nimeenda ukaweka na 4 zikawa zinakula. Huko na mwangalia kwenye shamba anakuja. Kuna makusudi inafanyika. Siku alikukamata wakakugonga ukajua kumbe ni kosa. Ni kawaida jamani. Kila kitu kinaongeza ufahamu na kupunguza ufahamu pia. Kuna mambo ambayo lazima yatokee kwenye maisha, lazima yatokee. Na hauwezi kuyapinga. Lakini lile ambalo unajua ni kosa liache, maana litakupunguzia neema. Lile unalojua ni baraka lishike, maana litakuongezea neema. Unanielewa?
Unajua baba alinilea hivi hivi, kwa hiyo mimi nimsaidie, mimi kama nani? Tubadilishe tu mfumo. Ni kweli kwamba baba alikulea hivyo, hakukuandalia mazingira. Leo wewe umekuja kutambua kosa lilikuwa wapi. Rekebisha kosa, saidia wazazi, tuendelee mbele. Maisha ni namna unavyotakiwa kuishi, vile unavyotakiwa kufanya. Sawa? Ukiona mtu anasema kwanza mimi ningepata mtu mwenye hela angenioa, hauna akili kabisa. Hela unatakiwa utengeneze wewe. Unanielewa eh? Kuna kitu kimepungua, na hapa nimeona kuna wadada wengi wanakosa neema za Mungu kwa sababu wanaangalia macho, hawaangalii roho. Naelewa? Na mpaka wengine wapo wanajuta. Waliolewa, kweli ndoa zilikuwa kubwa, watu walifungishwa, watu walikula vyuku, walikula sijui nini, walivunja vyupa vya chai na vyupa vya soda, ni kweli, lakini sasa wana mateso makali kwenye mioyo. Hawaoni pa kutokea, hawaoni furaha, hawaoni raha. Ulitega mali za mtu ukajua ni za kwako, hujui namna anavyotafuta. Kwa nafasi ya kawaida tumeumbwa kuwa na kitu. Mungu alikuamini akataka uzaliwe hapo. Kwa hiyo usianze kufikiria hizi changamoto za ukali sio na nini, vitu vya kawaida kabisa. Usiwe mtu wa kuzilazila. Mume akakukosea tu mara moja umezila. Mke sio amekufanyia mara moja tu umezila. Tabia hiyo ni mbaya, na wewe hauna akili hata hiyo. Sema, mbona anaweza kutafuta hela? Mbona hapati shida? Kuna sehemu umepungua. Kuna vitu vipo tu kwenye maisha. Kwa tunakosana kwa ajili ya nini sasa? Mkakacheze na amekuja neno hauna akili. Na usilitumie huko mtaani. Kuna mambo ni shoti ni hasara. Ni kweli. Kuna vitu havipo tu. Kaa chini, usilegee moyo. Unajua kuna mtu hapa amechoka, amekuja ameinama. Mimi ni hivi hivi. Wewe sio wa hivyo hivyo, ila umejifanya kuwa wa hivyo hivyo. Sasa shetani kakufunga na amekufanya kuwa wa hivyo. Na nielewa, kuna mtu alinipigia simu. Alikuwa na kesi mahakamani. Akaniambia kaka, nina kesi. Na hii ni mara ya mwisho nakwenda. Ninaamini hii ni final yangu, nakwenda kupata hukumu. Nikamwambia jiamini kwanza. Kaka unaniombea? Nikamwambia nakuombea. Na kwa mara ya kwanza utakwenda kushangaa kesi unakwenda kushinda. Mashahidi wametoka, wameshashinda, wameshahudhuria mara 3. Wametoa ushahidi wa kuonekana kuna shida kwenye nafasi yake. Nikamwambia pamoja kwamba wanakusingizia, jiamini. Alafu unakwenda kutoboa kwenye hii kesi bila shida. Kweli mimi ndio naenda jela, hauendi. Jiamini kwanza. Funguo unayotakiwa kunipa mimi ni kujiamini kwanza. Muamini Mungu. Na muamini Mungu yupo, kasema naamini Mungu 100%, kwa sababu unajua kabisa leo unaenda jela. Lakini usimwamini Mungu kwa unaenda jela. Muamini Mungu kwa sababu Mungu yupo. Kitu cha pili, jiamini mwenyewe. Ila kuamini watu inatuumiza sana hii. Ndio ile ulimwamini mtu umekuta amekusodoa huko, amekusema vibaya, umevunjika moyo. Cha kwanza kitu kikubwa, muamini Mungu, jiamini na wewe. Kwisha. Ni mwanamke, kuwa na maamuzi. Sio kila ukitongozwa unaangalia hadhi ya mtu. Jiamini kwanza. Kaa kwenye mfumo wako. Si ndio majibu yanatakiwa aje? Nitaenda kuongea na mama. Mama ndio anaolewa. Fanya maamuzi. Chukua nafasi yako wewe kama mtu, kwa sababu ile ndio inakwenda kwa ya kwako na maisha yako. Mama kapinga, wewe unapenda, nenda kaolewe. Si unajua unaweza ukadhibiti. Tutakupa ushauri tu. Huyu jamani jambazi. Mimi naweza kumdhibiti. Haya. Sasa hatuna maneno mengi. Bwana unajua kuna watu wana uwezo. Wanasema mapenzi bwana yana nguvu. Si sawa eh? Mapenzi yana nguvu. Unaweza kumbadilisha mwizi kuwa mtakatifu. Inawezekana. Kwa wewe maono yako yanaona unaweza kumbadili mwizi kuwa mtakatifu. Wewe naye. Akikuzidi yote mnakuwa wezi. Lakini kuna namna inabidi ukae kwenye mfumo. Jiamini. Akaniambia sawa kaka. Ameingia kwenye mahakama pale, mara mwisho hakimu anamuuliza haya. Una nini cha mwisho cha kujieleza mbele ya mahakama hii tukufu? Kwanza akaanza kujisema. Kwanza akamuomba Mungu ndani, naomba univalishe ujasiri ambao sijawahi kuupata. Akajikuta kama roho tu imemwingia akajikuta anaanza kuongea. Yaani kama jaji akaongea baba watu akaongea. Mara ya mwisho hakimu anasema kulingana na maelezo ya mtuhumiwa na ushahidi uliotolewa ambao bado hauna vielelezo vya kujitosheleza, haitoshi wewe kukuweka ndani, uko huru kuanzia leo. Unajua anasema kaka, nitamani nianguke pale nizimie. Maana ile roho iliyomuingia pale ilimtoka kwa muda. Akajikuta anatetemeka, aamini kama yuko huru. Yaani hakimu alishasema uko huru. Kwa sababu ulivyojieleza inatosha kabisa kuthibitisha. Na wale mashahidi walioletwa hapa hawana ushahidi wa kujitosheleza. Kuna vitu vimepungua.
Kwa hiyo kesi yako haina nguvu, uko huru kuanzia leo. Kama wanaokushtaki wanataka kukata rufaa, basi mahakama iko wazi kwa ajili ya kukata rufaa ili waendelee mbele. Jamaa anasema rohoni natetemeka, mwilini natoka nimevimba. Na waangalia wale washtaki wangu, wanajua kabisa. Waone kama mimi ni bingwa. Huko natetemeka si wakinirudisha. Lakini rohoni unatembea kama mshindi fulani hivi. Neema ya Mungu ipo wewe. Mungu ni mwamba. Katoka kule kaniambia, kaka uko wapi? Nataka kwenda mjini kwao. Nikamwambia niko shamba na kazi. Tutakutana jioni tuje tuongee vizuri. Kwa hiyo jioni nilipotoka nikapitia pale tukaongea, ana furaha. Mpe kaka soda yoyote anayotaka hata kama ni kubwa kama jaba. Ana furaha. Unajua kuna vitu vingine vinakuwepo kwenye maisha. Jiamini. Inawezekana kweli kuna kesi, kuna mambo yanakuumiza. Unajua ukikaa kinyonge hapa, eti kwa sababu ni maskini kila ukitafuta unakosa, unakaa kinyonge, unampa shetani nafasi. Unafanya jambo lako kuwa gumu mara mbili, maana tayari unakaa na majonzi. Hautawaza positive, utawaza mabaya tu. Unachokaje sasa ukiwa mwanadamu hai? Unakataje tamaa ukiwa hivyo? Kwani mume wako ni mtu wa kuburumuka tu. Hey, jamani nishikieni mume wangu. Na hivi anatumabawa. Jifunze kumnyonyoa tumanyoya. Watu wanacheka. Sasa namnyonyoaje tumanyoya? Mvizi hata wakati amelala kama Samson mnyonyoe. Sasa hapa itakuwaje? Kuna mambo yapo. Ulishafahamu nyewe wadada? Ulifahamu labda mume wako alikupendea nini? Unajua sisi wanaume tuna namna yake. Kuna mwingine anapenda kwa sababu una miguu mikubwa tu. Kila ndana anayokununulia ndogo anakupenda. Kuna mwingine anapenda kwa sababu una umbo zuri. Kuna mwingine anapenda kauli. Kuna mwingine anapenda kwa sababu unajua kupika. Wewe ushafahamu kwa nini mume wako alikuoa? Unajua? Udhaifu wa kile ambacho mume wako alikuolea ndio udhaifu wake mkubwa mpaka mwisho. Hakuna mwingine. Kuna namna tu inakuwa kwa sababu sisi wanaume wengine, mwanaume mwingine haoi kwa sababu anapenda, anaoa kwa sababu amechoka kupika na kuosha nguo. Unaelewa? Lakini upendo kwake sio sehemu yake. Ili akupende, yeye akute tu umepika, umefua nguo vizuri, umepasi. Akitoka atoke kama mkaka basi. Tabia sio za wanawake hana, sio tabia za nini hana. Yeye anapenda hivyo tu ndio alivyokuolea wewe. Zingatia hivyo, ishi kwenye hivyo uone kama atakukataa. Mimi nafikiri sijui kama mnatafutaga na sasa hivi hata mambo ya unyago hamna mama. Mambo ya kufundishana. Unajua sasa tunaolewa kama tuna viburi. Mwanamke ana kiburi na mwanamume ana kiburi. Kwa hiyo kinachotokea ni ndoa kupasuka. Hakuna malezi ya kiume, hakuna malezi ya kike. Hakuna mtu anakaa kwenye ushauri kwa sababu nani anakaa kwenye ushauri mtu yuko hivyo. Kuna kitu kimepungua kwenye nafasi zetu. Maendeleo yote hata kwenye nyumba, hata kwenye ndoa yanaletwa na namna hii. Lazima ujue. Ukiona nyumba inasukwa inateswa inakaa mahali pagumu, lazima pana kitu kipo. Watu walikuwa wanaota ndoto. Mafanikio yanaanza na ndoto kwanza. Inapokuja ndoto baadaye inakuja na mafanikio. Lakini lazima ujue. Usiwe mwepesi ukata tamaa hata siku moja, sikushauri kwenye hilo. Amka uwe na akili. Wewe mwombaji uwe na akili. Wewe mtu wa kawaida uwe na akili pia. Muumini na wewe usiupo, na wewe una akili. Sema, bwana hata mimi ni muumini hata nikiwa maskini, ni muumini. Unatakiwa kupiga hatua kutoka hapo ulipo, kujua nini Mungu anataka. Kanisa tunaelewana eh? Tunakaa kwenye nafasi ya kujua, tunatakiwa tupate mabadiliko. Ili tukisema jamani tuna Mungu, watu wanasema kweli tuna Mungu. Unajua kuna watu wanaweza wakaja hapo wameweka mikono mfukoni na wanatujidaia. Sema nilisikia mmetangaza mchango wa ujenzi wa kanisa. Kulingana na jinsi nilivyo, ninaona nitachangia shilingi milioni 40. Huku watu wote wamenyuti kama wenyewe hawana Mungu. Basi wengine wanakuja kumnyenyua baba na kukata makofi. Unajua kuna wakati mwingine wa kutulia tu. Sikuwezekana kukata makofi. Unajua kuna namna iko. Ukiona watu wamebarikiwa. Sawa. Baraka ni neema jamani, baraka ni utukufu. Usikasirika kwa sababu anatoa. Kasirika kwa sababu hujatoa. Unaelewa? Unamnyanyua vya nini sasa? Unampeleka wapi? Mungu anasema tusimuite mtu baba wala mwalimu, si kweli eh? Maana baba ni yeye peke yake na mwalimu ni yeye peke yake. Sasa unamnyanyua vya nini? Sio kwa kaka utamkata makofi. Kuna mambo ya kufanya kwenye maisha jamani. Sawa.
Ni kweli kuna vitu tunatakiwa tuvione, lakini hili ni la kwetu wote. Lazima tujue tunatakiwa tufanyeje kwenye hili ili tuimalize. Na mimi nakataa sana kumwachia mtu mmoja mzigo kwenye nafasi yangu. Sipendi. Kwenye maisha yangu sitakuja kukubali kwenye nafasi hiyo, kwamba abebe mtu mmoja tu eti afanye vitu vyote yeye peke yake tu. Kuna muda mwingine wa kuangalia hiki kitu kikoje. Ni kweli kwamba tunaweza tukampa muda wa kufanya kile anachotakiwa kufanya, lakini na mimi inabidi nisimame niseme tunakushukuru kwa shilingi milioni 40 uliyotuchangia. Kakae, mpigeni makofi mengi sana, mnyanyueni juu na chini. Tunamkasirisha Mungu. Tutamshukuru Mungu kwa kawaida, kwa kuwa ni kweli Mungu amemjalia, ametupa fungu kwa nafasi yake, na ndivyo Mungu alivyomgusa, sio sisi. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ya Bwana. Na naamini humu wote, huyo amesema milioni 40. Nasikia kile mwingine kule anainuka anasema kwa kuwa huyo ametoa milioni 40, basi na mimi nimefikiria kutoa milioni 60. Tunakutenga chini, tunamkimbilia yule. Kwenye nafasi zetu. Na huyo atakasirika, sinaona kuna 40 hapa, yeye 60. Ndio kawaida. Wewe unafikiri ukiwa umeweka fungu hapa, mwingine yuko juu yako, unafikiri unajisikiaje? Mmeshahudhuria ile minada? Tushahudhuria minada Jamani, haya 30. Unajikakamua unasema natoa 90. Kuna mwingine amekaa pale anaandika tu kama asikii. Anaandika tu. Jamani, mimi natoa 150. Mwingine 200. Sasa yule anayeandika anaweka tu peni chini. Tena wengine wana makusudi, anachukua kabisa kapeni na kapiga tu pa. Hapa sema 950. Anayepinga anyanyuke. Unaona wote wanalala chini. Kwa mara ya kwanza 950. Wale wako sema buku, maana unajua buku sina. Kwa mara ya pili. Jamani, kwa mara ya tatu anachukua kabiki kake anaendelea kuandika. Wala hata waangalie. Kuna watu wana kitu, lakini lazima tujifunze kwa nini wao. Unajua mimi Mungu alinitengenezea mazingira ya wivu. Ninaamini anachoweza kufanya mtu mwingine hata mimi naweza. Yaani akili yangu inaniambia naweza kutengeneza ndege hata kama sijui ndege ina nini. Unaelewa? Naamini kabisa naweza kuwa na hatua. Siku zote siwezi kukaa nikafikiri kulala chali. Nafikiria kuinuka. Umelala usiku unashangaa tu mke wako ameinuka. Vipi mami? Nawaza tu tutaishi hivi mpaka lini? Lala mama, tutaamka kesho asubuhi tutawaza. Mimi siwezi kulala. Mama lala. Na kuna watu wengine wana makofi ya karibu. Sika tu kofi. Unasikia? Jamani, muda umeenda. Unasikia Mungu naomba unisamee. Nimepiga kofi bahati mbaya. Lakini jamani, kanisa hayo sio tunayoishi nayo. Kwani utani? Hata bila Mungu tunazabana sana, ni Mungu tu. Humu ndani. Tunazabana sana. Wewe fikiria yule aliyetucheleshia nguo za watoto. Kuna watu wanasema, "Kaka nipeleke nikamfue." Anasahau kama pana neema ya Mungu neshelea watoto. Ndio maana nilisema kuna mambo kwenye nafasi hapo tu kawaida, afu ukimfua na mfua ananyoka, afu tunampiga na pasi. Jamani, maisha ni vile tunavyopanga. Hatua za maendeleo zozote zinaletwa na busara yako. Anza kujifunza kosa lako liko wapi. Anza kutafuta sana. Kama unafanikiwa sana, andika rekodi, weka rekodi katika mafanikio yako. Lakini kama unafeli sana pia andika rekodi zako, ili siku ukiwa unapitia taarifa zako isikupe shida kwenye nafasi yako. Usifanye biashara isiyo na karatasi wala isiyo na biki. Fanya biashara ambayo ina karatasi na biki, ili ujue ongezeko lako linasababishwa na nini na punguzo lako linasababishwa na nini. Kama umefilisika kwa sababu hutoi zaka, utajua. Unaelewa Maana ni kweli zaka unakula. Fungu la 10 unakula. Kapita chuma ulete kabeba mfungu la 10 kabeba na mtaji. Unanielewa? Utajua. Unanielewa? Majuzi kati umepita mwaka mmoja sio miezi mingapi, nilikutana na mtu mmoja njiani. Nikamsalimia hakuitika. Nikamsalimia pili hakuitika. Mara ya tatu hakuitika, nikashuka. Nikamwambia shida nini? Akaniambia unajua kaka, hii hela ni ya kikoba. Sasa mimi namsalimia nijue shida nini, ananiambia unajua kaka, hii hela ni ya kikoba. Nikashindwa kuelewa jamaa shida yake nini. Nikamwambia njoo tukae hapa.
Tukakaa pembeni tulikuwa tunazungumza. Akaniambia wameiba yote. Yote. Kaka, wamebeba hela yote. Nikasema kwani ilikuwaje? Ametoka sokoni. Sokoni kuna watu hawana huruma. Wakampa chenchi akachanganya na zile. Jamani nasi akasema zinaenda. Sijui. Lakini uliukweli zikaenda zote. Nikasema kwani huyo jamaa aliyokuibia unamjua eti? Namjuaje? Namjuaje sasa? Mimi nimeangalia hela hakuna hata 100. Watu hawana huruma. Yaani hata ya kupandia bajaji sina. Nikamwambia kaa chini tutulie tuzungumze. Hii hela ulichukua wapi? Akaanza kulipa maelezo, analia. Hajui na mrejesho wake wa kwanza ni kesho. Kesho atakuwa arejeshe hela. Wamebeba zote. Ndio ananiambia kaka, unajua hela ni ya kikoba. Sasa anawaza atoroke. Unatorokea wapi? Hata hela kutorokea huna. Na ulishahakikishia watu kesho waijie hela yake. Lakini nilikaa naye chini. Nikamwambia kuna vitu vingine sio vya kuweka stress. Tulia. Hauna mtu yeyote wa karibu ambaye unamwamini? Akaniambia wako wengi. Ila naogopa watanicheka. Nikamwambia kuibiwa hatuchekwi. Fanya hivi. Fanya mpango. Ongea na mtu mmoja ambaye unaamini anaweza kukusaidia. Mimi naamini atakupa fedha ya kurudisha kesho. Alafu kaa chini uanze kupiga bajeti. Akaniambia naipata wapi hela? Hela ni ndefu. Maana nitajia nikaribia milioni 2. Zimeende. Maana hapo sijasema sika laki milioni hizo 2 milioni. Marejesho yake ilikuwa ni 100,000 kwa baada ya wiki. Yaani kila wiki unarudisha laki. Nyewe kikoba simple. Laki narudisha. Kesho ndio siku ya kurudisha laki. Wamebeba milioni na ile laki ya kurudisha. Na wamekuchukulia na ile ya kusafiria, yani wanakutoa hadi wazo la kutoroka. Unatorokea wapi? Amekata tamaa. Akaniambia ni kweli, kuna ndugu yangu mmoja yuko hivi akajaribu, akampigia simu na mimi niko pale pale. Tukaongea naye, yule ndugu akasema, pole. Hiyo ni hali ya kawaida. Inatokea sana, lakini kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa na kaela, ila nilikuwa nimekaweka mipango fulani. Kwa sababu hii, basi mimi nitakutumia kwa kaela ulipe wakati unaanza kujikusanya na usinilipe, nimekutumia tu kama ndugu yangu. Akasikia kama vile faraja inarudi, ila hasira inakuja kwa aliyechukua hela. Unaelewa? Kila jambo linapotokea lina mlango, lina njia. Kwanza lazima uamini. Sio mabaya tu yanayokuja ambayo hayana milango, na yenyewe yana milango yake. Na sio mema tu yanayokuja ambayo yana milango tu, na yenyewe kuna wakati inakuwa imeziba. Neema ya Mungu ilikuwa kubwa. Kwa hiyo mkaka nikamwambia tu kwa kuwa sikufahamu, chukua namba yangu ya simu. Alafu tutawasiliana. Akaniambia wewe kaka, kama Mungu amekuleta, kama malaika vile Mungu amekuleta. Nikamwambia mimi sio malaika, ni mwanadamu kabisa. Ila nilijaribu tu kufungua akili yako, hata mimi ameshanitokea haya. Kuna wakati unajikuta baadaye uingie ndani unaingia chooni. Akili imechanganyikiwa. Hivi vitu vipo sana. Kwa hiyo ukimkuta mtu hana usingizi, amekosa usingizi, sio kama atasikii kulala, ila anawaza na lalaje akati ana deni. Wengine wala hatuteswi na mapepo, wala hauteswi na wachawi, ila unajitesa mwenyewe tu. Na hauna ambacho kinakusumbua, ila hauwezi kulala. Sawa? Unakaa mwaka mzima hujalipa hela kwa mwenye nyumba. Ukisikia tu unaenda kulala hata kama una usingizi. Na unasikia anauliza kabisa, mama fulani, hivi huyu mtu bado tu hajalipa hela. Mpaka sijui niufukuze. Unaanza siku akinifukuza hapa. Mambo ni mengi jamani. Lakini tukae chini tutulie. Changamoto zozote kwenye maisha zinaletwa na sababu. Hatua za maendeleo zitaletwa na sababu ambayo utaiandaa wewe kwenye mfumo wako. Mungu atakusaidia kwenye nafasi yako. Tunahitaji nafasi kubwa ya kutengeneza. Tunahitaji ujenzi, tunahitaji mambo mbalimbali. Lakini bila hili hatuwezi tukapiga hatua. Ni kuombe mahali uliko. Ni kuombe kwa jinsi unavyoishi. Usiwe mtu ukata tamaa kwenye maisha yako hata siku hiyo. Iwe ni ndoa, yawe ni maisha ya kawaida, awe ni mchumba, wawe ni watu, wewe ni mali, utaipata. Weka utulivu wako. Muombe Mungu kwa utulivu. Kaa chini kwa kumwamini Mungu. Jiamini na wewe unaweza. Maana Mungu hajatuumba bila kitu, ametuumba na vitu. Unaelewa hilo? Unakubali? Mungu ametuumba na vitu, hajatuumba bila. Sasa kuna mwingine Mungu amekupa mdomo tu. Mdomo tu. Ukishafika pale unaweza kujikuta umefika. Alafu Mungu akakupa marafiki wale watu wakubwa wakubwa. Kwa ukifika pale unasema tu, waziri vipi? Yaani kulingana na ule mpango wako tungefanya hivi na hivi, unasikia tu waziri anatoa laki anakupa. Yaani mdomo wako ndio faida yako. Naelewa? Kuna watu wameumbwa na genius kichwani, wanaweza wakafikiri. Kuna wengine wanaweza wakaanza zero wakaenda juu.
Na mimi nimesema usipende sana kuchukua vilivyotengenezwa. Tengeneza wewe. Sawa? Ili thamani ya kile unachokipata iwe juu ya kile ulichokitengeneza. Nafikiri unanielewa vizuri. Fedha ya bila kuifanyia jasho, hata ikiwa kubwa sana, kuna wakati inaisha. Sawa? Lakini ulioitafuta unajua vyanzo vyake, unajua mifereji. Sawa? Ndio maana ni kweli hatuishi kusema. Tukiona wengine wamefanikiwa, mimi sikatai, wako watu ambao wana fedha za kuzimu na za kishetani, lakini wako watu ambao wana fedha za Mungu. Unajua sisi ambao tumewasema wote, tumewasema wale wenye fedha za kishetani na wale ambao wana fedha za kimungu. Tumesahau kipimo kile kile tunachowapimia wenzetu ndio tutakachopimiwa. Unaelewa? Hata watu wanaweza wakasema unajua kwa nini amekuwa maskini sana, aliuaga. Yaani nina hali mbaya, bado ananiongezea hali mbaya nyingine. Kuna mambo yamekosekana kwenye nafasi. Tupige hesabu jamani. Kanisa tupo tunahitaji kupata mabadiliko. Humu nimesema tunataka kupata mabadiliko. Nataka nitembee na watu ambao ni mabrighter. Unanielewa vizuri Anayenisikiliza apate ujasiri na nguvu. Ainuke mahali aliko wala asilale. Unaelewa? Mungu atatupa ushindi. Chochote kinachotokea mbele yetu ni cha kwetu. Kazi yetu ni kukikabili tu, sio kukiacha. Tumuulize Mungu, kwa nini kimetokea? Tufanye nini hapa tupite? Mungu analeta njia zake, anateremsha mafaili yake. Hata kama ulikimbia hesabu za ushindi zinaanza na akili. Kuna mwingine anaamini 1 kujumlisha 1 ni 2. Mwingine anaamini 1 ukijumlisha 1 zinakuwa 1 2, maana yake 11. Na haya yote ni majibu sahihi kwa mwenye akili. Zinakuwa 1 2. Si 1 1 zinakuwa 2. 1 1 ukizijumlisha zinakuwa 11. Kwa hiyo ni majibu sawa, ila inategemeana na aliyewaza. Mfikirie aliyesema 11. Kwa nini amefikiri 1 kujumlisha 1 ni 11? Usiseme tu kosa. Sawa? Na mwingine anaweza kukwambia 4 kujumlisha 4 ni 44. Usiseme tu uona akili litoto jamani nimezaa punguani. Muulize kwanza kwa nini 44? Aanze kushuka pale hesabu zake. Hata box haiwezi kuwa box bila pembe 4. Si ndivyo Lazima zikunjwe bwana. Kuna mambo ambayo ni kwenye maisha yanatokea. Jamani nisiwakatishe tamaa, niwatie moyo. Unaelewa? Hata wewe unaweza kukamiliki gari, ndege, unaweza kukamiliki chochote hapa. Tunafikiria kufanya mambo makubwa kwenye nafasi zetu, lakini tusiwe pesi kukata tamaa. Mfugaji upo, haujaleta zaka ya kuku. Mtumishi wa Mungu akala, haujaleta bata, haujaleta mbuzi, haujaleta ng'ombe, lakini nataka ufuge. Hasara, madhara, mapungufu ambayo yametokea kwenye biashara yako yasikufanya ukakata tamaa. Angalia kosa lako liko wapi. Vifaranga wa kuku wanakufa kwa ajili ya ndui. Tafuta dawa ya ndui wadhibiti. Umekosa muda wa kuwapa kuku, maana hata kuku wanahitaji muda wako, wanahitaji penzi lako wachipuke. Umefuga ufagi chumba, si na nini jamani, mambo mengi. Shoti itaanzia hapo. Tunaelewa na wapendwa wangu? Mpo pamoja na mimi? Mwingine kafuga, anajua kabisa ule ndio utajiri wake, afu amekaka kufuri kadogo mlangoni. Hata mwizi asumbuki kukavunja. Kosa lako liko hapo. Kumbuka makosa yako yatatue. Inuka kama mtu wa Mungu na Mungu atakubariki sana. Amen.